Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Nchini Marekani maandamano yanaendelea. Maelfu ya waandamanaji wameingia barabarani huko Minneapolis na wanafunzi kote Marekani wamefanya matembezi mnamo jana Ijumaa, na hata leo inatarajiwa maandamano hayo kuendelea kutaka majenti wa shirikisho wa uhamiaji kutoka Minnesota waondolewe kufuatia mauaji ya raia wawili wa Marekani. Wanafunzi na walimu waliacha masomo kutoka California hadi New York katika siku ya kitaifa ya maandamano ambayo yalikuja huku kukiwa na jumbe mseto kutoka kwa utawala wa Trump kuhusu kama ingepuuza kasi ya operesheni ya Metro Siege. Chini ya msako mkali wa kitaifa wa wahamiaji, Rais Donald Trump ametuma maafisa 3,000 wa shirikisho katika eneo la Minneapolis ambao wanashika doria mitaani kwa gia za busara, kikosi ambacho ni mara 5 ya idara ya polisi ya Minneapolis. Kupinga ongezeko la mbinu zinazotumiwa na wahamiaji na utekelezaji wa forodha wa Marekani, maelfu kadhaa ya watu walikusanyika katika jiji la Minneapolis licha kwamba hali ya hewa ni ngumu mno kutokana na hali ya baridi kali, ikiwa ni pamoja na familia zilizo na watoto wadogo na wanandoa wazee na wanaharakati wachanga wakiendeleza maandamano hayo. Maandamano nchini Marekani yamekuwa makubwa zaidi tofauti na ilivyotarajiwa. Hii ni kufuatia vifo vya Wamarekani wawili katika msako wa kuwasaka wahamiaji haramu. Rais wa Marekani hata hivyo amesema kwamba mpango sasa huenda ukabadilika na kwamba akaondoa jeshi linalofanya doria katika maeneo hayo. Wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni hali ya maandamano inaendelea huko nchini Marekani ambapo maelfu ya watu wameingia barabarani kuandamana kwa kile wanachopinga ni mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump kupeleka wanajeshi wa jeshi maalum ambao wamekuwa wakiwasaka wahamiaji haramu, lakini badala ya kutafuta wahamiaji haramu inadaiwa pia kumekuwa na mashambulizi ya risasi za moto ambayo yamekuja kusababisha mauaji ya raia wawili wa Marekani. Inadaiwa pia kwamba kuna taarifa za chini kwamba kuna mauaji mengine yametokea kwa raia ambao wanasakwa na polisi maalum nchini Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza mengi ambayo yanaendelea katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi ambayo yanajiri duniani kupitia The World News, tutakufahamisha.